ala fikra kabla tuendelea. Kwa rafiki yangu mmoja kule Kariakoo. Kuna jamaa mmoja hivi Wahabi mmoja hivi amesoma Dammaj katika Darul Hadith Dammaj kule Yemen katika markazi ya yule jamaa. Kuna jamaa mmoja alikuwa kule Yemen, jambazi mkubwa, alikuwa akiitwa Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, alisoma Yemen. Nafikiri aliangamia 2099 nafikiri mwaka gani. Lakini alhasil ilikuwa jambazi katika magaidi wa Kiwahabi. Alifungua madarasa kule inaitwa Darul Hadith Dammaj. Sasa kuna ambao kama ndio wamesoma hawa jamaa wengine siki na mafuta na nyangarika wengine. Sasa huyo kijana amekuja ametoka kule, basi amekuja anasumbua watu Kariakoo pale na nini. Sasa kuna jamaa wangu mmoja katika masala ya al-ulu, Mungu Mwenyezi Mungu yuko mbinguni kadha wa kadha, ushaona. Sasa kuna jamaa wangu mmoja pale ambapo kwamba alikuwa mara nyingi alikuwa akienda katika duka lake akienda kumsumbua sana. Sasa ndio hivyo ambiwa hadithi hii, angalia hadithi fulani. Sasa jamaa akitajia hadithi anafanya nini? Ananyamaza. Huwe sasa hadithi na wewe huna muaridhi yake na huna majawabu, utafanya nini? Tabaki ushika msimamo wako tu. Alafu sasa anakushambulia. Sasa unashika maneno ya mashaka unaacha hadithi na kadha. Sasa siku moja jamaa wangu yule akafanya, akaniambia hiyo kadhia, bwana kuna jamaa hapa sasa hivi anafanya Kiwahabi kimoja kinatusumbua na hivi, na kwa hivyo tafadhali bwana, na huwa kinapenda sana kuja kujadiliana. Sawa. Basi siku moja nikaenda pale Kariakoo. Wafika basi kuna muda ambao kwamba walikuwa wametenga marangi akija yule jamaa. Sasa kuna muda walikuwa wamekubaliana aje. Sasa hajui kwamba kuna nani anafanya, kuna mtu ambaye kwamba anakuja, hajui kwamba kuna asidi inayokuja itakuja kumuunguza uso. Basi akaja, kuna duka pale jirani la Wahabi mmoja hivi anauza kanzu, tukakaa mimi, yule jamaa akatupisha, tukakaa mimi, yule jamaa wangu Tarika na yule jamaa. Basi akaanza kuleta khurafati zake. Mwenyezi Mungu kwa mbinguni, angalia hadithul jariya, angalia kadha. Kaambia kwanza hadithul jariya ni hadithi ambayo kwamba sio mu'tamad, kwa sababu suala al-aqida, masala ya kiaqida huwezi kuyathibitisha isipokuwa kwa aya ambayo kwamba ni qat'iyyu dilala, ama kwa hadithi ambayo kwamba ni mutawatir. Ahad huwezi kuthibitisha masala nini? Masala ya kiaqida. Hadithul jariya ni ahad, lakini wacha kwa hadithi ni mudtarib. Ni nini? Mudtarib. Maana imekuja katika alfadhi ambazo kwamba zinagongana kiasi ambacho kwamba huwezi kufanya nini? Kuweka jamu. Hilo suala la kwanza ulieleza wanazuoni kuhusu hadithul jariya ni mudtarib. Tabani ina maneno mengi lakini naleta nini? Khulasa. La pili, al-Imam al-Bayhaqi anasema katika nuskha yake aliyosomea kwa shekhi lake ya Sahih Muslim hadithul jariya haipo. Kwa hivyo hii ni iskali ya pili ambayo kwamba inaleta ihtimali ya kwamba inawezekana ile hadithul jariya imefanya nini? Imeingizwa katika Sahih Muslim, haikuwako. Kwa sababu Bayhaqi hakuwa anaenda kununua hivi kitabu dukani kama sisi tunavyoenda kununua, wala walikuwa wanapokea kutoka kwa shekhi lake, na yule amepokea kutoka kwa shekhi lake anakuja anaandika kutoka kwa shekhi lake, na yule amepokea. Kwa hivyo kiasi ambacho kwamba sio kama sasa hivi mtu akitaka anaweza kutoa kitu kama Mawahabi wanavyofanya kwa kununua kitabu maneno mengine yameondoshwa. Ulikuwa ni nakla. Hiyo ni ya pili. Lakini la tatu, hadithul jariya imekuja katika lafdhi nyingine ambayo kwamba ni asahu, ambayo kwamba ndio sahihi. Tamko lenyewe nasema, kwa sababu hadithi ile tamko lingine sema kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kuna mtu alimpiga kijakazi chake kisha akataka kumwacha huru wa hakadha, akamleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamuuliza aina Allah, yuko wapi Mwenyezi Mungu? Qalat fi samaa, akasema yuko mbinguni. Ndio hiyo ambayo kwamba hadithi inasema nini? Ni batil ka aujuhi ambazo kwamba tuzifanya nini? Tuzieleza. Sasa imekuja katika wajihi nyingine kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam alimuuliza yule jariya, atashhadina an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. Alimuuliza yule jariya, yule mjakazi alipoletewa, je, unakubali ya kwamba, unashuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu na hakika yangu mimi ni mtume? Yule jariya akasema ndio. Qala atiqaha fa innaha mu'mina, muache huru. Sasa ulama wakasema hii hadithi, tamko hili ndio nini? Ndio sahihi, sio asah. Ndio sahihi, ile ni batil. Ile nini? Ni batil. Kwa sababu hili tamko hili ndilo ambalo kwamba linaendana na sera ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Je, Mtume alikuwa akienda kuwalingania watu akiwauliza aina Allah, au akiwaambia atashhaduna la ilaha illa Allah? Tunaulizana. Yani Mtume alikuwa akienda kuwalingania watu akamwambia ishhadu anna Allah fi sama, au akiwaambia ishhadu an la ilaha illa Allah?
ishhadu an la ilaha illa Allah, si ndio? Akiwataka washuhudie kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuwa anawaambia ishhadu anna Allah fi sama. Alipomtuma Sayyidina Muadh, nafikiri Muadh, si ndio, kwenda Yemen, alimwambia innaka satati qauman ahla kitabin fa idha ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. Alimtuma Muadh, kaambia huko unaendea ahlul kitab, utakapofika huko kwa ahlul kitab, basi walinganie washuhudie kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala, na haki yangu mimi ni mtume wa Allah. Hakumwambia fad'uhum ila yashhadu anna Allah fi sama. Lakini hadithi nyingine pia, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah ila akhir alhadith. Hakusema umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu anna Allah fi sama. Lakini si hivyo tu, katika Qur'ani fa'lam annahu la ilaha illa Allah, sio fa'lam annahu anna Allah fi sama. Kwa kulingana na mkusanyiko wa nususi kama hizi zinaonyesha kwamba maneno aliyosema mtume ni kwamba atashahadina la ilaha illa Allah. Lakini tamko, yani mtu kusema Mungu yuko mbinguni, ni tamko ambalo kwamba linamuondoshia mtu kafiri. Yani sasa hivi Wakristo huwa wanasema nini? Wanasema Mungu yuko wapi? Naam, Wakristo wanasema Mungu yuko wapi? Wakristo wanasema Mungu yuko wapi? Unaitakidi vipi? Naam, unaitakidi Mungu yuko mbinguni, si ndio? Sasa tamko kusema anna Allah fi sama ni lafzi ambayo kwamba haimuondoshei mtu sifa ya kafiri na wala haimthibitishi mtu sifa ya nini? Imani. Bali ni tamko ambalo kwamba linaonyesha ukafiri wa nini? Ukafiri wa mtu. Basi baada ya kumwendelea hizo hujaj, fanqata, akakatika, akatoa aya. Akatoa nini? Akatoa aya, aamintum man fi sama, aamintum man fi, na aya zingine ambazo kama wanazitumia. Nikamwambia hii aya haijulishi kwamba Mungu yuko wapi? Mbinguni. Sama katika lugha ya Kiarabu, ukisema hadha rajul fi sama, manake yuko juu, ni mkubwa, au sio? Na shawahidi katika lugha ziko nyingi. Nikaambia ukitaka kujua maana yake ni hiyo, angalia aya ya Mwenyezi Mungu anaposema kimzungumzia Nabii Allah Ibrahim alayhi salam, inni dhahibun ila rabbi. Simetole arrahmanu ala al-arshi istawa, au sio? Thumma stawa ila sama. Thumma stawa ila sama. Umeona ila? Kwa hivyo ni masafa, yani alitengeneza mbingu kisha akaanza kufru. Hadha kufru, sababu Mwenyezi Mungu munazzahun an hadhi. Sasa kaambia si ila ndo shida, inni dhahibun ila rabbi, hakika yangu mimi nendao kwa Mola wangu. Si Ibrahim, inni dhahibun ila rabbi. Na Ibrahim alikuwa akihama kule kwa sababu ya kuudhiwa na nini? Na watu wake. Je, Nabii Allah Ibrahim alienda sehemu ambapo kwamba yuko Mungu, sehemu ambapo kwamba yuko Mungu, au alihama, aliondoka kwa ajili ya nani? Ya Allah. Kwa hivyo ukisema thumma stawa ila sama, nitakule inni dhahibun ila rabbi. Lakini pia kuna nini? Kuna aya nyingine, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, hakuna mnongono ambao kwamba unakuwa baina ya watatu isipokuwa Mungu huwa ni wa nini? Watatu. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah, kila pahali unapoelekea dhati ya Mungu iko huko, si ndio? Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun, sehemu ambako anakuwa karibu zaidi mja na Mungu wake ni sehemu ya loko. Kwa hivyo kaifa nuwafiq, kaifa najma, kwa sababu ukimthibitishia Mwenyezi Mungu makan, sehemu, utatuonyesha kwamba hizi nusus zinafanya nini? Zinatanaqudh, si ndio? Fa kaifa najma'u baina almutanaqidain tahta khaymatin wahida. Lakini ilmiyan ni kwamba hakuna tanaqudh. Hakuna nini? Hakuna tanaqudh. Aya zote ziko sawa. Ile ni uluul makan, si uluul, ni uluul makana, si uluul makan. Allah subhanahu wa ta'ala ni munazzahun an uluul makan. Hana sehemu
kana Allahu wala makan wa huwa al'ana ma alayhi ala ma alayhi kan wala yahtaju ila makanin khalaqa Allahu al-arsha idhharan liqudratihi la makanan lidhatihi. Mwenyezi Mungu ameumba arshi kuonyesha ufalme wake, si sehemu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni munazzahun anil makan. Akatoa hadithi, akamwambia hadithi hiyo ni batil, katika sanadi yake kuna fulani na fulani. Akaleta maneno ya Abu Hanifa, sijui atakayesema la adri rabbi fi samaa fi al-ard, mtu atakayesema si Mungu wangu sijui yuko mbinguni au yuko ardhini, faqad kafara, huyo amekufuru, li anna Allah fi samaa. Nikaambia maneno ni batil, sanadi yake kwa Abu Hanifa sio nini, sio sahihi. Katika sanadi yake kuna watu ambao kwamba wana matatizo, ambao kwamba wasiokubaliwa riwaya zao. Hizi sanadi umejuaje kwamba zina nini, zina matatizo? Nikamwambia hizo hadithi zote tunazisoma sisi tusiyazisoma. Umezisoma wapi wewe? Acha kutishia watu. Sio ina nini? Akapaniki, unaambia povu likaanza kufanya kumtoka. Nikamwambia hatukutishii sisi. Kwa sababu hadithi zote anazozitumia Maulana amezifanyia takhrij na kuzifanyia nakd katika vitabu hivi. Vitabu wanavyotumia mawahabi katika kuthibitisha hicho kisanamu chao kiitacho ni Mungu kwamba kilichoko mbinguni, vitabu hivi. Na haya maneno wasikie ulama al-sunnah wal jamaa ambao kwamba wanababaishwa na mawahabi na kushindwa katika mijadala ya kipumbavu kama hivi. Vitabu hivi al-ulu cha al-dhahabi na ijtimau al-juyush al-islamiyya cha Ibn Qayyim al-Jawziyya, bas dalili zao zote ziko katika vitabu hivi. Riwaya zote zimefanywa nakdi, na al-ulu Maulana ameifanyia nakdi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na ijtimau al-juyush al-islamiyya Maulana ameifanyia nakdi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Vitabu viko maktaba pale. Kwa hivyo ukisema tu riwaya tayari nishajua katika sanadi yake kuna fulani fulani, hii ni sahihi, hii ni dhaifu, hii ni kadha, hii ni kadha, kwa sababu tushaipitia hayo, tushatoka huko. Hasa kule kumbe labda wanaambia wale wa mashehe kule wenzenu kitarika kule hawajui hadithi, hawasomi hadithi, kwa hivyo mkiwaambia tu haya maneno, kwa hivyo watakuwa wanaogopa nini. Sio akasema si maneno Uthaymeen anasema, nikamwambia unaniletea Uthaymeen shekhi, nikamwambia unaniletea kiji Uthaymeen hivyo nikatumia lugha ya taswiri. Taban si nzuri, lakini tumia lugha ya nini, taswiri. Ambapo uniletea huyo mtu nani Uthaymeen mbele nusus za ulama. Jamaa kapaniki kweli kweli, naambiwa povu likamtoka. Unadhara ulama. Si nini? Kaambia yule jamaa, ngambia jamaa, mtoe huyo mtu, simtaki, usienee katika mjadala wetu. Povu naambia jamaa hivi. Kwanza sikio jamaa akiniona shona hataki hata kusema na mimi. Sasa aliona kama ni upepo wa nini? Ni upepo ule wa nini? Wa kisulisuli, si ndio? Kumbe ni upepo wa nini? Ni kimbunga. Unaona? Alifikiri ni upepo wa kisulisuli, kumbe ni kimbunga. Kikammaliza shekhi.